Ndugu zangu katika imani, ni juu yetu kuwaiga hao waliotangulia, ni juu yetu kufanya mema katika siku hizi, kwa sababu ni siku bora zaidi. Wema waliotangulia wakiongozwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juhudi zao za ibada, juhudi zao za khairi, juhudi zao za kusoma Qur'an, juhudi zao za kujitolea sadaka na mambo mengine, ilikuwa ni kubwa zaidi katika siku hizi 10 za mwisho wa mwezi wa Ramadhani. Sababu kitamu wa kidamu misk, fi dhalika falyatanafas almutanafisun, khairul a'mali khawatimuha. Huu ni mwisho, na mwisho lazima uwe bora, na hapa sasa ndio penye kushindana kama marathon. Umekimbia, ukimbizana, sasa kumebaki sehemu ndogo, pambana umalize, pambana kwa kasi yote umalize. Hizi sio siku za mchezo hata kidogo. Akana alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bistaqwallahi azza wa jalla faqad faza an-muttaqun. Ndugu zangu katika imani, nakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakika wamefaulu wale wenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani, qad madha min Ramadan thuluthan wa baqiya thuluth wa huwa adh-dhahab. Ndugu zangu, hakika Ramadhan imeshamalizika, theluthi 2 ya Ramadhan, imebaki theluthi 1 ambayo ni dhahabu kweli kweli, ina thamani kweli kweli. Ndugu zangu katika imani, ndugu zangu katika imani, katika theluthi 2 iliyopita, baadhi yetu mashallah tabarakallah ساروا في الخيرات، تنافسوا في الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها سماوات والأرض. baadhi yetu ndugu zangu katika imani, katika theluthi hizi 2 zilizopita walikuwa mbele katika mambo ya khair, walikuwa mbele katika kufanya ibada, walikuwa mbele katika mambo mbalimbali ambayo ndani yake kuna manufaa mazuri, ili wapate msamaha wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hongera kwa watu hao. Lakini wako baadhi yetu ndugu zangu katika imani walikuwa na mapungufu, yawezekana yakawa mapungufu kiasi au mapungufu makubwa katika theluthi 2 za Ramadhani zilizotangulia. Hawa tunawaambia wasikate tamaa. Fama baqiya min Ramadhana dhahabun, iliyobaki katika Ramadhan kina thamani kubwa sana, thamani yake kubwa sana. Na ndio maana tunamrejea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vipi alikuwa akiishi katika siku 10 za mwisho wa Ramadhani, siku ambazo simeanza usiku wa kuamkia leo. Tayari siku moja imeshapita au usiku mmoja umeshapita, zimebaki ni usiku 6. Vipi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiziishi siku hizi, ili tuone thamani ya siku hizi. Mama yetu Aisha radhiallahu ta'ala anha anapokea hadithi au anatoa maelezo, anasimulia kumwelezea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam vipi alikuwa katika siku 10 za mwisho wa mwezi wa Ramadhani. Hadithi mashuhuri, anasema Ummul Mu'minin Aisha radhiallahu ta'ala anha,
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan shadda mi'zara wa ayqadha ahla wa ahya layla. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ikiingia siku 10 za mwisho wa mwezi wa Ramadhani, basi ukaza kikoi chake na huamsha watu wake na huihuisha usiku wake. Haya maneno ambayo yana jumla tatu, yote yana maana kubwa ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijitahidi kufanya ibada zaidi katika siku 10 za mwisho wa mwezi wa Ramadhani. Na kwa hivyo shadda mi'zara wa anakaza kikoi chake. Maana yake baadhi ya wanazuoni au wameleta maana mbili wanazuoni. Maana ya kwanza tashmil lilibada, kwamba alikuwa anajikaza kwa ajili ya kufanya ibada, alikuwa anafanya ibada kwa wingi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hizi siku 10 za mwisho wa Ramadhani. Lakini maana ya pili ihtizabu musaa, ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakuwa mbali na wake zake na kuhamia msikitini kwa ajili ya kufanya ibada mashuhuri ambayo inaitwa ibada ya itikaf. Hii ndio maana ya shadda mi'zara. Lakini hakuishia Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye peke yake katika kuhakikisha kwamba usiku wa siku 10 hizi za mwisho wa mwezi wa Ramadhani anauhuisha kwa ibada, bali alikuwa akiwaamsha wake zake, na alikuwa akienda kwenye nyumba ya binti yake Fatima radhiyallahu ta'ala anha, akimwamsha yeye na mume wake Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, na akiwaambia ala taqumani fatusalliyan, ala taqumani fatusalliyan, akiwahimiza kusimama kuamka kutoka kwenye usingizi ili wasali na watekeleze ibada. Siku hizi 10 za mwisho ni usiku zake, ndugu zangu katika imani, ni usiku bora kuliko usiku wote wa mwaka. Hizi ni usiku bora kuliko usiku wote wa mwaka, na ndio maana mchana bora kuliko mchana wote wa mwaka ni siku 10 pia za mwezi wa Dhulhijja. Kwa hiyo mchana wa mwezi wa Dhulhijja, zile siku 10, ule mchana wake ni bora kuliko mchana wote wa mwaka mzima. Na hivyo hivyo hii Ramadhan, hizi siku 10 au ni usiku 10 hizi ni usiku bora kuliko ni usiku yote katika mwaka. Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya ibada ndani yake, alikuwa akisimama akiswali ndani yake, akirefusha kisimamo. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallama alihama kutoka kwenye nyumba zake au kutoka kwa wake zake, akahamia msikitini, akawa anafanya ibada inaitwa itikaf. Akawa hatoki msikitini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kazi yake kubwa ni kusali, kazi yake kubwa ni kusoma Qur'an, kazi yake kubwa ni kuleta adhkar katika msikiti wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alijilazimisha hivyo, hakuwa anatoka kabisa. Bali anapokea mama waumini Aisha radhiallahu ta'ala anha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama, kwa sababu msikiti na nyumba yake ilikuwa karibu, zinaungana au zinaambatana, alikuwa akitumbukiza kichwa chake katika chumba cha Aisha radhiallahu ta'ala anha ili achane ile dhambi. Alikuwa anafanya hivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kwa uzito wa siku hizi, kwa uzito wa siku hizi zilizobaki 10 katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Aina almusifuna leo, sisi tuko wapi na fadhila hizi leo? Tuko wapi na uzito wa siku hizi leo? Alikuwa Katada katika wema waliotangulia, wakati wote wa mwaka
alikuwa akisoma Qur'ani akimaliza ndani ya siku 7. Kifika mwezi wa Ramadhan, siku zile 20 za mwanzo kila siku 3 akimaliza Qur'an. Lakini siku hizi za mwisho kana yakhtimu alqur'ana fi layla, alikuwa akimaliza Qur'an kwenye usiku mmoja kiasi. Fi layla, usiku mmoja alikuwa akisoma Qur'an kutoka suratul Fatiha mpaka suratul Nas, msahafu mzima anaumaliza siku moja tu basi. Sisi tupo wapi bana? Unaweza ukashangaa, mbona jambo gumu sana, lakini huko kushangaa kwako utapotea. Hali unapongona mtu anabaki na simu yake katika Facebook au katika Instagram au katika WhatsApp, jinsi anavyoperuzi muda mrefu, kwa muda mrefu kabisa anabaki masaa 5, 6, 7 hajatoa jicho lake kwenye simu. Sasa kwa nini wema hawa ambao wameiva imani, ambao wana khera, wana uchungu na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanaitamani pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wasimalize Qur'ani katika usiku mmoja? Ndugu zangu katika imani, ni juu yetu kuwaiga hawa waliotangulia, ni juu yetu kufanya mema katika siku hizi, kwa sababu ni siku bora zaidi. Wema waliotangulia wakiongozwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juhudi zao za ibada, juhudi zao za khairi, juhudi zao za kusoma Qur'an, juhudi zao za kujitolea sadaka na mambo mengine, ilikuwa ni kubwa zaidi katika siku hizi 10 za mwisho wa mwezi wa Ramadhani. Sababu kitam wa kidamu misk, fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, khairul a'mali khawatimuha. Huu ni mwisho, na mwisho lazima uwe bora, na hapa sasa ndio penye kushindana kama marathon. Umekimbia, ukimbizana, sasa kumebaki sehemu ndogo, pambana umalize, pambana kwa kasi yote umalize. Hizi sio siku za mchezo hata kidogo. Ndio maana ndugu zangu katika imani, katika mambo ambayo yanazungumzwa katika siku hizi ni kule kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ya'takif, alikuwa akifanya itikafu. Kwa ubora wa siku hizi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikaa itikafu katika msikiti wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ilikuwa kama ilivyokuja katika hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa akikaa itikafu katika siku 10 za katikati ya Ramadhani, yani theluthi ya pili ya mwezi wa Ramadhani. Alikuwa akikaa itikafu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjia Jibril, akaonyeshwa. Hadithi inasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, nimeonyeshwa Lailatul Qadr, nimeonyeshwa Lailatul Qadri, lakini nimesahaulishwa kutoijua ilikuwa muda gani. Lakini faltamisuha fil ashr alawakhir, itafuteni Lailatul Qadri katika siku 10 za mwisho. Na kabla ya itikaf lazima tuzungumze Lailatul Qadr. Lailatul Qadri ambayo ipo katika siku hizi 10 za mwisho wa mwezi wa Ramadhani ndio imebeba nembo kubwa ya Ramadhani. Allah aliposema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ambao umeteremka ndani yake Qur'an, na Qur'an imeteremka katika usiku wa cheo Lailatul Qadr. Wama adraka ma Lailatul Qadr. Kipi kitakokufunisha wewe uzito wa usiku huu wa cheo? Lailatul Qadri khairun min 1000 shahr, khairun min 1000 shahr, usiku bora kuliko miezi 1000, siku bora kuliko miezi 1000, miaka 85 na miezi kama 3-4. Ibada unaoifanya kwenye usiku mmoja wa Lailatul Qadri
ni sawa na kufanya ibada miaka 83 na miezi kadhaa. Kwa nini wema waliotangulia wasifupie na kuitafuta siku hizi? Siku mzito, siku ambayo imeteremka ndani yake Qur'an, siku hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema salamun hiya, siku ya amani na utulivu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii anasema, nimeonesha siku hii lakini unsituha, nimesahaulishwa, sijui lini, lakini nyinyi iltamisuha fil ashri al-awakhir, itafuteni siku hii kwenye siku 10 za mwisho wa mwezi wa Ramadhani. Na katika riwaya fil witri minha, katika zile siku za witri itafuteni hiyo siku ya Lailatul Qadr, siku ya chema. Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam asema unsituha? Alisaulisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini haikuwa wazi siku hii kwa watu wote kwamba wakajua ni siku fulani? Kama ingekuwa wazi, ndugu zangu katika imani, watu wasingepata tabu, wasingefanya juhudi ya kuitafuta siku hii. Allah anatutaka tufanye juhudi ya kuitafuta siku hii. Allah anatutaka tukeshe katika siku hizi kuitafuta Lailatul Qadr. Na ndio siri kubwa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhamia msikitini na kufanya itikaf. Siri kubwa ni kuitafuta Lailatul Qadr. Naam, Lailatul Qadr unaweza ukaipata popote, ukiwa nyumbani kwako, ukiwa barabarani, madam wewe unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, unaipata Lailatul Qadr. Si lazima msikitini. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam aliona mazingira ya msikitini mazingira bora zaidi ya kuitafuta Lailatul Qadr. Kwa hiyo akahamia Mtume sallallahu alaihi wasallam msikitini, akawa anafanya ibada inaitwa al-i'tikaf, kubaki kwenye msikiti kwa ajili ya kufanya ibada. Ni jambo kubwa sana. Yaani Muislamu yupo msikitini, amefunga, anasoma Qur'an, anasali, analeta dhikri, anafanya mambo ya ibada mbalimbali, anatoa sadaka. Hakuna kipindi bora kama hicho. Hakuna kipindi bora kama hicho kwa Muislamu. Fikiria yule ambaye hivi sasa yuko Makka, yuko Madina, yuko kwenye itikaf katika misikiti hii miwili mikubwa, hatoki. Hapo alipo ndipo alipo, hatoki isipokuwa kwa haja maalum, haja muhimu ya dharura, ndio inayomtoa kwenda kutafuta chakula au kwenda kutawala na mambo mengine yale ya dharura, lakini hatoki kabisa. Ndugu zangu katika imani, hizi si siku za kujiandaa na sikukuu na kushughulishwa sana na siku ya Idi na kushughulishwa sana na watoto wetu, huyu kwamba anataka hiki na kile. Naam, hayo ni katika mambo yaliyopendekezwa, yaliyopendeza katika dini, kujiandaa na kuwapendezesha watoto wetu, lakini tusisahau hizi siku 10 bora za mwisho wa Ramadhani. Sahau kabisa. Ukithirishe kusoma Qur'an, tukithirishe adhkar, tukithirishe kutoa sadaka, tuwatembelee ndugu zetu, tufanye mambo ya khairi mbalimbali. Kwa hakika jambo hilo litarekea kwetu sisi kwa faida. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد shukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, nilipenda katika hotuba hii ya pili tudunguze kidogo kuhusiana na ibada hii ya itikafu.
ni jambo lisilokuwa na upinzani, au ni jambo ambalo analielewa kila mtu kwamba kuna khilafu kubwa kati ya wanazuoni. Si khilafu ambayo imeanza leo zama hizi, bali imeanza tokea wakati wa masahaba wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bikhtalifiana, je, ibada hii ya itikafu inafanywa kwenye misikiti gani au kwenye msikiti wenye sifa gani? Kwa sababu aya imeeleza kwa ujumla, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, wala msikutane na wake zenu mkiwa katika itikafu misikitini. Neno masajid inaonesha kwamba maana yake ya wazi ya juu ni kwamba misikiti yote, mtu akikaa itikafu ibada hiyo inaka au inafaa. Lakini jaa al-khilaf, imekuja khilaf kwa sababu ya hadithi ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema la i'tikafa illa fil masajidi au illa fi 3 masajid: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. haifai itikaf, ibada ya itikafu haifai isipokuwa kwenye misikiti mitatu: msikiti wa Maka, na msikiti wa Madina wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na msikiti wa Aqsa ulio Palestina. Hadithi hizo ilileta ikhtilaf ya makundi mawili ya wanazuoni. Siku moja sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu, akiwa Kufa, aliwaona watu wamekaa itikafu huko Kufa, mji ulioko katika nchi ya Iraq. Akaenda akamshtakia Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Mas'ud, sahaba mwingine. Kamwambia, vipi wako wanakaa itikafu huku wakati itikafu inafaa kwenye misikiti mitatu tu? Kwa maana msikiti wa Maka, haram ya Maka na ya Madina, na Bait al-Aqsa au Masjid al-Aqsa. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu alimjibu akamwambia, la'allahum hafidhu wa nasit, la'allahum asabu wa akhta'ta. Yawezekana hao wenzako wanaofanya hivyo wamehifadhi maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe umeyasahau kuyajua hayo maneno, kwamba inafaa pia kufanya itikafu hata ukukufa. Wenda wewe umekosea, wao wamepatia. Kwa hivyo baadhi ya wanazuoni wanasema kwamba inafaa itikafu katika kila msikiti ambao ndani yake kuna saliwa sala ya jamaa na juma. Wakitoa dalili hii ya hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yaman au maneno ya Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kwa sababu anaona kwamba pale aliposema Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu la'allahum hafidhu wa nasita, huenda wanasema pengine aliyesema Ibn Mas'ud kumlewaza tu wa Hudhaifa, lakini kwa hakika ni kwamba wewe umesahau, hao ndio wanakumbuka. Na hii rai wameizungumza wanazuoni wengi, akiwemo Sheikh Uthaymeen, Sheikh Ibn Baz na Sheikh Fawzani na wengineo. Wao wanaona misikiti yote na ukimiwa jamaa ndani yake inafaa
kukaa itikafu. Hadithi hii sasa ambayo inaeleza kwamba la itikafa illa ila 3 masajid, inayofunga itikafu kwenye misikiti mitatu tu, wao wameitafsiri kwa tafsiri nyingine au wameweka wazi kwa maana ya makusudi ya hadithi. Yani maana yake wanasema al-afdaliyya al-i'tikafu fi hadhihi al-masajid 3 au al-akmaliyya al-i'tikafu fi hadhihi al-masajid 3. Ubora na ukamilifu wa itikafu unapatikana kwenye misikiti hii mitatu basi. Kaa kwingine utapata ubora kama ilivyokuwa sala. Kiswali kwenye misikiti mingine thawabu zake au daraja yake inakuwa ni chache kuliko vile unaposali katika misikiti hii mitatu. Lakini kaya kauli ya pili, kauli hii ikifafanuliwa na Sheikh Nasruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Taban hawa mwanzo hadithi hii mwanzo alidhoofisha kwamba ni hadithi dhaifu. Sheikh Nasruddin Al-Albani akasema kwamba hadithi hii ni sahihi na kwamba haifai itikafu isipokuwa kwenye misikiti mitatu. Dalili yake ni haya maneno ya Hudhaifa ibn Yaman. Kwa sahaba huyo ameona kwamba haifai itikafu isipokuwa kwenye misikiti mitatu. Lakini akasema tumwangalie Mtume sallallahu alaihi wasallam alikaa itikafu wapi? Yeye alikaa zaidi ya msikiti wake, au alisema ilinganishwe hadithi hii na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu rihalu illa 3 masajid, kwa haifai funga misafara kwenda kwa ajili ya ibada isipokuwa kwenye misikiti mitatu. Na akaeleza jambo kubwa zaidi kwamba hekima yake nini? Hekima yake nini kuwa haifai itikafu na kufunga misafara isipokuwa kwenye misikiti mitatu, ili kuipa hadhi misikiti mitatu, ili kuonyesha ubora wa misikiti mitatu, ili kuonyesha kwamba Muislamu lazima atengeneze mazingira ya kupenda maeneo haya matatu. Ndio maana hii leo unapozungumza Maka na Madina imefurika, hakuna nafasi. Lakini anasema pia faida yake nyingine kubwa ni faida ya kijamii na faida za kiuchumi zingine ambazo zinapatikana kwa Waislamu kukutana katika maeneo haya matakatifu kwa wingi zaidi. Wanaona kwamba haifai itikafu isipokuwa kwenye hii misikiti mitatu. Ndugu zangu katika imani, kama nilivyozungumza, ni khilafu ya zamani, kama anavyosema Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala kwamba khilafu hii imeanza tokea enzi ya masahaba wakiwa hai. Kwa hiyo si jambo la ajabu kwa watu wanakhtalifiana hivi sasa. Si jambo la ajabu kusema huyu nasihi huyu mwingine akasema kwamba haisi. Si jambo la ajabu. Na Muislamu ana mlango mpana wa kufanya ibada, ana mlango mkubwa sana wa kufanya ibada katika siku hizi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea mtu anapoingia msikitini akasali sala ya faradhi, akasubiri msikitini mpaka akasali sala nyingine ya faradhi, thawabu zake ni kubwa sana, bali anazingatiwa kama vile murabit alikaa kwenye ngome anautetea Uislamu. Kwa hiyo yako mengi ya kufanya kutaka kutoka kwenye khilafu hizi. Soma Qur'ani msikitini, subiri sala na sala, kaa dhuhuri, alasiri, magharibi, kiweza kaa isha mpaka isha, soma, leta adhkari, fanya yote hayo, yanajuzu hata kama ya kuitwa kwamba itikafu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ilipenda niguse jambo hilo kwa sababu mara nyingi huwa linaleta khilafu kipindi kama hiki. Waislamu
lazima wayasome mambo vizuri. Waislamu lazima wawe watulivu. Waislamu lazima wapeane nafasi ya kusema kile ambacho mtu anaona kwa mujibu wa dalili ni hoja. Lakini bado inabaki mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba lipi ni bora zaidi ni lile ambalo litakaloonekana na wanazuoni wetu wale ambao tunawategemea kwamba hili ni bora zaidi, na hili ndio raji. Umma wa Kiislamu tupo mwishoni wa mwezi wa Ramadhani, wijahidi kufanya ibada, kumrejea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni mwezi wa tauba, ni mwezi wa maghfira. Wa rahima anfum in adrakahu Ramadhan falam yughfar la, ameangamia na ampata hasara yule mtu ambaye imemfika Ramadhan hakusamehewa makosa yake. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان ايمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قام رمضان ايمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن ادرك ليلة القدر وقام ليلة القدر ايمانا واحتسابا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقم الصلاة.